anaokota, analeta sahani nyingine, kisha ana explain, anambia gharat ummukum, mama yenu ameona wivu. Hichi ni kitu cha kawaida. Let's say nyinyi mmenitembelea mimi mwalimu wenu, kama nimekuwa mwalimu, mmekuja nyumbani kwangu, mmeona mke wangu anavunja kisahani mbele yangu na wageni wanatizama, reaction yenu itakuwaje? Shakuwa bwege shekhe wetu. Sisi tulikuwa tunamheshimu, tunaona kweli ni mtu anatupa mawaidha, kumbe yeye mwenyewe ameshindwa kumpa mawaidha mkewe. Angalia mke wake anayofanya, kutoka leo hatumheshimu, hatusikilizi tena mawaidha yake. Subhanallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha mambo makubwa, na wanawake wasije wakasikia haya wakasema kuanzia leo wataona haya ni mambo yamepita. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha sisi, naye yalitokea katika nyumba yake ipate kuwa darsa kwa wanandoa. Nyumba ya Mtume ilikuwa ni misukosuko. Ya ayuha nabii lima tuharimu ma ahalla Allahu lak. Zote hizi zitoka katika nyumba ya Mtume. Sasa lakini tabia ya Mtume alhilmu wal ana, upole ule, na kuweza kusolve na kuhandle baadhi ya mambo bila ya matatizo yoyote. Anaokota, anaeka, anawaambia sahaba, si kwamba hajaona kitu chochote. Hakuna mtu ambaye ndo kawaida, hakuna kawaida, sio kawaida. Angebakia tu bila kusema ingekuwa sio kawaida, lakini amewaambia kwamba kilichomfanya huyu bibi, mke wangu, mama yenu, ni wivu, na mimi nimempa excuse, nimempa udhuru, sehemu yake hiyo. Ndio Waswahili wanasema wivu haukusilimu. Wivu haukusilimu maana yake wivu sio Muislamu. Upo kila pahali, lakini unatakiwa ufanyie takyim mpaka usilimu, uwe wivu wa kweli mzuri, uende katika mambo yake. Sasa sisi Waislamu, kama kuna watu ni aula zaidi kuonekana akhlaq zao za subra na uvumilivu, basi ilikuwa sisi, kwa sababu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ni kigezo chema. Role model yako ni Mtume. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, nifuateni mimi. Alaykum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin, mwendo wangu. Sunna yani mwendo wangu, zile hatua alizokuwa anatembea Mtume, anakwenda anaishi, sisi tuige. Lakini wapi? Mwarabu anasema laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi, ungesikika kama unaongea na aliye na uhai, lakini unayeongea naye ameshakufa zamani. Anaingia huku anatoka huku. Leo hapa tunazungumza, lakini ukitoka unayacha hapa. Tuyachukue tuyafanyie kazi, ndio Uislamu wetu. Uislamu sio kusali tu ndugu zangu. Uislamu sio kufunga tu. Uislamu ni namna gani unaishi nyumbani kwako na wenzako. Uislamu ni vipi unauza, unanunua. Uislamu ni vipi unakopa na kurudisha deni. Uislamu ni vipi unasafiri. Uislamu ni vipi unaishi na jirani yako. Uislamu unatakiwa uwe performance yake kule ni kubwa. Ndio maana Umar alipotaka kumwambia mtu, niletee shahidi anayekujua, anataka mtu amshikie ushahidi, mtu kaniletee mtu shahidi yako lakini anayekujua. Yule bwana katoka kamleta shahidi wake. Shahidi alipofika, Umar akamuuliza shahidi, sasa ataarifuhu, yule kuja kumsimamia ushahidi unamjua? Qala naam, namjua. Anasema hal anta jaruhu alladhi ya'rifu madkhalahu wa makhrajahu, unamjuaje? Je, wewe ni jirani yake ambaye anamuona anapotoka na kuingia? Qala la, sema mimi si jirani yake. Hal sahibtahu fi asfarihi wa tirhalihi, kama si jirani, je ulisafiri naye hata siku moja katika safari zake, ukaandamana naye safari ambazo tu'rafu biha makarimul akhlaq
Watu hujulikana tabia zao wakati unaposafiri nao. Umeshasafiri naye? Qala la, kasema bado pia sijasafiri naye. Mara kamwambia idhhab fa anta la taarifuhu, nenda zako, bado humjui huyu. Atasema itini biman yaarifuk, we bwana kaniletee mtu anayekujua, usiniletee watu ambao hawakujui.